Kabla haujaacha kutazama video hii, kabla haujasema hii siyo yangu, nataka unisikilize kwa umakini wa hali ya juu. Kwa sababu kuna watu hawajakwama kwa sababu hawana uwezo. Wamekwama kwa sababu walizaliwa kuja kuwa wakubwa, lakini wakawekwa kwenye mazingira madogo. Na tatizo kubwa zaidi ni hili: ukizaliwa kuja kuwa kama tai, lakini ukalelewa kwenye banda la kuku, utafundishwa kuishi chini na sio kuruka juu. Kama umewahi kuhisi wewe ni wa tofauti, kama umewahi kuhisi hauendani na mazingira yako, kama una ndoto zinazokuogopesha hata wewe mwenyewe, basi video hii inakuhusu. Ila kama haujioni hapa, achana na video hii, wewe endelea na safari yako. Maana video hii ni kwa ajili ya watu maalum, watu waliozaliwa kuja kuwa wakubwa, lakini wakajisahau na kulala usingizi mzito, ambao leo ninaenda kuwaamsha watoke huko. Kama wewe ni moja ya watu wachache na wakitofauti, hakikisha unaitazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho ndiyo itakayokutoa kwenye kifunguo hicho na kukuweka mahali unapostahili. Hebu tuanze moja kwa moja. Watu wengi wanaishi maisha ambayo hawakuchagua. Wamebeba ndoto za familia zao, wamechukua hofu ya marafiki zao, wamechukua mipaka ya mazingira yao, na kisha wanajiuliza, kwa nini nahisi kama kuna kitu kinakosekana? Leo nitakuonyesha dalili 7 zinazoonyesha wazi kuwa wewe haujazaliwa kuja kuwa hivyo ulivyo, bali umezaliwa kuja kuwa mtu mkubwa, ila ni mazingira tu yamekuzidi ujanja. Dalili ya kwanza: huridhiki na maisha ya kawaida. Wakati watu wengine wakisema, angalau nina kazi, we acha tu, maisha ni hivi hivi, we bora kuwa mtulivu. Lakini wewe ndani yako kuna kitu kinakuumiza. Unajisikia vibaya kuishi nje ya kusudi lako. Unajiona kama unajisaliti mwenyewe ukiishi maisha ya kama ipo tu. Ndoto zako zinakunyima usingizi, maono yako yanakusumbua, na watu wanakuambia wewe una tamaa. Hawajui hiyo siyo tamaa, bali ni nafsi ya mtu aliyezaliwa kwenda mbali. Mtu aliyezaliwa kuwa mdogo, yeye huwa anaridhika kirahisi, lakini mtu aliyezaliwa kuja kuwa mkubwa, hata akipata kidogo, bado anahisi kuna kitu zaidi anachostahili. Dalili ya pili: unachoka na mawazo madogo. Sio kwamba unajiona wewe ni bora kuliko wengine, hapana, lakini mazungumzo yasiyo na faida yanakuchosha. Kukaa masaa kuwazungumzia watu, drama au lawama, kuna kunyima amani. Wewe akili yako inataka kujenga, inataka kuelewa, inataka kukua. Na kwa sababu hiyo, unaanza kuonekana unajisikia. Wengine wanaona una kiburi, lakini ukweli ni kwamba huwezi kula chakula na watu wenye akili ndogo ukashiba wakati umeumbwa ukiwa na njaa kubwa. Tai hawezi kufurahia kula mabaki ya kuku. Dalili ya tatu: umepitia maumivu mengi mapema. Hebu nikuulize kitu kwa uaminifu kabisa. Je, umewahi kujiuliza kwa nini maisha yalikupitisha kwenye changamoto nyingi mapema? Maumivu ya mapema, majukumu ya mapema, kukatishwa tamaa mapema. Watu wanaona ni kama bahati mbaya sana kwao, lakini maisha huwa hayakosei. Mtu anayepangiwa kubeba mizigo mikubwa huwa anaandaliwa mapema. Dhahabu ni lazima ipitishwe kwenye moto ili iwe safi. Chuma cha kawaida hakihitaji moto mwingi kuyayuka. Kama umeteseka mapema, sio ishara ya kushindwa, bali ni ishara ya kuandaliwa. Dalili ya 4: mazingira yako hayakuridhishi. Kuna watu wako mahali sahihi kwao, na kuna watu wako mahali pabaya, sio kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu wamekuzidi ukubwa wa hapo walipo. Unajisikia kama umebanwa, yani ni kama umevaa nguo ndogo. Kama kila siku kuna kitu kinakukwaza, na watu wanakuambia vumilia, zoea, hapo ndio nyumbani. Lakini ndani yako unajua, hapa ni kituo tu ninapita, sio mwisho. Samaki mkubwa hauwezi kukulia kwenye chupa. Dalili ya 5: unajisikia mpweke hata ukiwa na watu. Uko na familia, uko na marafiki, lakini bado unajisikia ni kama uko peke yako. Sio kwa sababu hawakupendi, bali ni kwa sababu hawakuelewi. Mawazo yako yako mbali zaidi, ndoto zako ziko mbele zaidi, maono yako yako juu zaidi, na upweke huo unaumiza, lakini ni upweke wa tai, sio wa kuku. Watu wa kawaida hukaa kimakundi, lakini watu wenye maono makubwa hukaa peke yao mara nyingi. Dalili ya 6: unataka maana, sio pesa tu. Ndiyo, pesa ni muhimu, lakini pesa pekee hazikutoshi. Unataka athari,
unataka heshima, unataka kuacha alama, unataka kusema nilipita hapa na kitu kilibadilika. Hii sio lugha ya watu wa kawaida. Hii ni lugha ya viongozi na ya washindi. Mtu aliyezaliwa kuwa mshindi hatulizwi na pesa pekee, bali hutulizwa kwa kusudi maalum. Dalili ya 7, bado haujakata tamaa. Hii ni dalili ya mwisho na ya muhimu zaidi. Umechoka, umeumia, umevunjika mara nyingi, lakini bado unaendelea kutafuta. Bado unauliza maswali, bado una ndoto. Mtu aliyeshindwa kweli mara nyingi huwa anaacha kuota, lakini wewe bado unaota. Na hiyo peke yake inathibitisha kuwa haujazaliwa kushindwa. Na sasa nataka nikuambie ukweli mchungu, lakini utakao kuokoa. Kama mazingira yanakubana, usijilaumu, usijidharau, lakini pia usikae hapo. Maana siku zote mti mkubwa huwa hauombi ruhusa ya kukua, unaisambaratisha tu ardhi. Usijilazimishe kufanana na watu waliokuzunguka. Jilazimishe kuitii sauti yako ya ndani inayokuambia kuna cha zaidi. Maisha hayakuumiza kwa bahati mbaya, yalikukomaza kwa makusudi. Umezaliwa kuwa mkubwa, umezaliwa kuja kuwa mshindi. Swali sio kama una uwezo, swali ni moja tu: utaendelea kuishi kwenye mazingira yanayokubana au utaamua kukua hata kama itauma? Chaguo ni lako. Niandikie hapo chini kwenye comment, mimi ni mshindi. Kama umefika mpaka hapa, basi ni kuombe uchukue japo sekunde kadhaa kugusa neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila video yangu mpya hapa. Asante kwa itazama video hii mpaka mwisho, na kwa heri.